Namna hiyo msikilizaji, hao ndo wageni wetu ambao tupo nao hapa studioni na wamejitambulisha vyema na vyeo vyao, wametokea wapi, na leo tunaangazia masuala mazima haya ya haki za binadamu na utawala bora, na ni kazi ipi ambayo wanaifanya na majukumu yao kwa ujumla. Tuanzie kwa ndugu yetu Mcharo, atuambie juu ya hiki kituo au katika hii tume ya haki za binadamu na utawala bora na majukumu yake. Asante sana ndugu mtangazaji. Tume ya haki za binadamu na utawala bora ni taasisi huru ya serikali ambayo imeundwa kwa mujibu wa sheria ya nchi, kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 129 mpaka 31. Lakini ukisoma ile ibara ya 129 yenyewe inaelezea muundo wake, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa makamishna. Lakini unaposoma ibara ile ya 130 yenyewe inaeleza majukumu yake, pamoja na ibara ya 131 ukomo wake. Yes, kwa ujumla wake majukumu ya tume ni mengi. Hapa nitaeleza yale ambayo ni ya msingi. Tume ya haki za binadamu na utawala bora kikiwa ni chombo huru cha serikali, kwanza kinapokea malalamiko kutoka kwa mtu mmoja, kikundi au taasisi yanayohusiana na uvunjifu wa haki za binadamu, lakini matumizi mabaya ya madaraka. Lakini inapopokea malalamiko hayo, inayo nguvu ya kisheria pia kuyafanyia uchunguzi. Na inapofanya uchunguzi pia tume ina nguvu ya kutoa mapendekezo kwa kile ambacho kimechunguzwa kiweze kuchukuliwa hatua na mamlaka husika. Lakini pia jukumu lingine ni utoaji wa elimu kwa umma kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Jukumu hili linaipa tume nafasi, kama hapa tulipotembelea studio tukisaidiana na waandishi wa habari, kufikisha elimu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na elimu ya kipindi hiki tumejikita sana katika masuala ya uchaguzi, tukizingatia kwamba uchaguzi ni haki za binadamu. Lakini haitoshi, pia tume ya haki za binadamu na utawala bora ina jukumu ambalo limepewa kisheria la kuishauri serikali katika mikataba yote inayohusiana, mikataba ya kimataifa inayohusiana na masuala ya haki za binadamu, ambayo nchi kabla ya kuweza kuikubali hiyo mikataba, basi ni jukumu la tume kuishauri serikali ama serikali kuikubali hiyo mikataba ama kuikataa. Lakini pia ni jukumu la tume kufanya ukaguzi wa vituo vya polisi nchini, kwa maana kukagua zile lockup zile za polisi na kuangalia wale watu walioshikiliwa mle. Lakini pia inafanya pia ukaguzi, yani inspection, katika magereza yote nchini. Na hayo ni baadhi tu ya majukumu. Lakini pia jukumu jingine la tume inafanya research zinazohusiana, yani tafiti zinazohusiana na masuala hayo ya haki za binadamu na utawala bora. Shukrani sana msikilizaji ambaye tupo naye na ametambulisha vyema. Ni ndugu yetu Yohana Tumaini Mcharo akielezea haya masuala mazima ambayo yanafanyika, lakini ametuambia majukumu ambayo wanayo katika jamii zetu, na pia kuelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, nalo pia ni jukumu kubwa la kuelimisha jamii ya Kitanzania. Wana majukumu mengi sana. Na kama umemsikiliza hapa afisa uchunguzi Mcharo, ameelezea wazi kwamba ni jukumu la tume kupokea malalamiko ya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Lakini sasa kuelekea uchaguzi huu wa 2025, tayari tumeshaanza kuona kampeni zimeanza tangu siku nyingi. Kampeni zimeanza na hatimaye zinaelekea. Unajua tunaumaliza mwezi wa 9, so muda mrefu. Sasa kwa sasa tume inatoa elimu juu ya kujua haki na wajibu wa wananchi wakati wa uchaguzi. Kabisa tuanze kujua haki ni nini. Unajua kuna msikilizaji hajui haki ni nini. Yaani akisikia haki za binadamu haelewi haki ni nini. Tukimsaidia hapo, tutaanzia hapo afu tutaendelea. Karibu mchunguzi. Asante sana. Neno haki linaweza likawa ni neno la Kiswahili, na ndivyo ilivyo, lakini lina maana ya usawa. Na wakati mwingine ukilipeleka sana lina maana
ya kubalance, yani unaweka mizania sawia, na hapa ndipo panapoweza kupatikania usawa. Lakini tunaposema haki za binadamu sasa, hapa ndipo tunapoweza kutoa tafasiri ambayo inayoweza kumsaidia ndugu msikilizaji kule, kwamba tukisema haki za binadamu ni stahili zote anazopaswa kuwa nazo binadamu kwa sababu yeye ni binadamu. Na hapa naomba nisisitize, stahili zote anazopaswa kuwa nazo binadamu au zinazopaswa kutolewa kwa binadamu kwa sababu yeye ni binadamu. Si kwa sababu yeye ni simba, si kwa sababu yeye ni nyani, hapana, kwa sababu yeye ni binadamu. Sasa tukisema binadamu, tuna maana ni mimi na wewe na watu wote katika taifa letu, katika mabara mengine ambapo wanaishi watu. Kwa maana kwamba kuna baadhi ya watu wakimuona mtu fulani ana cheo fulani au ana kazi fulani, ni mwanajeshi au polisi, wanaweza wakamuona kama vile sio mtu. Lakini kwa kuwa yeye ni binadamu, ana haki hizo za msingi. Sasa hizo haki ni zipi? Hizo haki na hizi haki zinagusa kila binadamu. Kwa mfano, kila binadamu ana haki ya kupata chakula. Awe mzungu, awe Mwarabu, awe Mwafrika, awe Mkerewe, awe Msukuma, wote tuna haki hiyo. Kwa hiyo unagundua kwamba hizi haki za binadamu kumbe zina mfanano sawa. Lakini kila binadamu ana haki ya kupata makazi. Mahali ambapo binadamu anaweza akafanya kazi zake, lakini akarudi mahali akalala. Hiyo ni haki ya msingi. Akapumzika katika nyumba. Hapa tunazungumzia the right to shelter, yani mazingira ambayo mtu anaweza akafika na akapata makazi ya kupumzika na kuweza kujisitiri kwa ujumla wake. Lakini pia kila binadamu ana haki ya kuweza kupata huduma ya afya. Kila binadamu. Hizi sasa tunakwenda kwenye zile haki nyinginezo. Huduma ya afya ni haki ya msingi pia kwa binadamu. Lakini pia kila binadamu ana haki ya kupata elimu, kuna haki ya kupata ulinzi na usalama, kuna haki ya kupata maji safi na salama, kuna haki ya kukaa kwenye mazingira safi na salama. Lakini haki hizi ni nyingi sana. Lakini wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tunaamini kwamba Oktoba 29, 2025 ni uchaguzi mkuu kwa yule ambaye kwa mujibu wa sheria anatambulika rasmi kama miaka 18 na kuendelea. Naamini niko sahihi, na mwanasheria wetu atakuja kutuambia hapa zaidi. Labda tufahamu ni nani ambaye anahusika, msikilizaji, kuelekea kwenye haki hii ya uchaguzi mkuu. Tufahamu, tuzungumze na ndugu yetu Saumu Wageni, mwanasheria, atuambie. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa uchaguzi mkuu, ukipitia sheria ya uchaguzi inatoa vigezo kwa mtu ambaye anaweza kushiriki. Ya kwanza, lazima awe ni mraia wa Tanzania. Hiyo ni namba 1. Ukija pia ukiangalia, anapaswa ameshatimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, na cha 3 awe amejiandikisha. Huu ni kwa upande wa wananchi. Yes. Tumeelewa hapo, awe raia wa Tanzania miaka 18 na kuendelea, na awe amejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Ndio. Sawa, na huu wajibu wake sasa tunasema ni haki yake tunayoizungumzia, ni haki yake kikatiba, anatakiwa ashiriki uchaguzi mkuu. Yes. Labda kuna yule ambaye anasema mimi sitokuwa tayari. Yawezekana hii haki asipoitendea haki, ni kipi ambacho kinatendeka? Kwanza inabidi wajue kwamba haki ya kushiriki kwenye uchaguzi ni haki yake kiraia kabisa. Yaani yeye kushiriki kwenye uchaguzi ni haki yake yeye mwenyewe. Pili, kushiriki kwenye uchaguzi ni miongoni mwa shughuli za umma ambazo yeye kama mwananchi anashauriwa kushiriki. Na 3, itamsaidia kuimarisha umoja wa jamii kwa kupata viongozi ambao wao jamii wenyewe wanaridhia. Sawa, tunaye ndugu yetu mwingine ambaye tupo naye hapa, Gabriel Luhanga, naye tukiangazia hili swali labda kwenye huu umuhimu
wa huyu msikilizaji au yule ambaye ameshatimiza hivyo vigezo ambavyo imetaja vigezo vitatu kwenye kushiriki uchaguzi mkuu. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama swali linavyoelekeza juu ya umuhimu ya yule anayestahili kushiriki kwenye uchaguzi mkuu kushiriki. Kimsingi maendeleo ya taifa yoyote au ya jamii yoyote inayotuzunguka inategemea wale ambao tumewachagua au tumewaweka kama wawakilishi wetu wa kutufanyia maamuzi badala yetu.